Ya taharuki bado imetanda eneo la Seikuru, kaunti ya Kitui, kufuatia shambulizi la kinyama lililopelekea watu 7 kupoteza maisha yao, huku mmoja akiuguza majeraha ya risasi hospitalini. Kamishna wa kaunti hiyo Erastus Mbui amethibitisha kuwa miili ya waliofariki ilikuwa na majeraha ya risasi na panga, na mtu mmoja anapigania maisha yake katika hospitali moja eneo hilo. Tukio hili liliambatana na uchomaji wa kituo cha petroli na pikipiki, hali ambayo imezua hofu miongoni mwa wenyeji wa eneo hilo. Kinara wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ndio kiongozi wa hivi punde kukashifu uhuni huo. Watu 7 karibu sana na nyumbani kwetu kule Seikuru walipigwa risasi wakauawa kinyama na maharamia. Na ndio kila wakati tunauliza hii serikali, kuna waziri anaitwa Murkomen, badala ya kutuma manjambazi wakiandamana na polisi wakuje mahala kwa kuabudu Mwenyezi Mungu kama hapa na kutupa tear gas na kuumiza wananchi, mamlaka aliyopatiwa na rais wake ni kwamba achunge maisha ya wanadamu. Serikali ambayo haiwezi kudhibiti maisha ya watu wake, pastor, hiyo haiwezi kuwa serikali. And this thing has been continuing. Tulikuwa wakati ule mwingine upande wa Meru, Lari division in particular, Motuati, that same zone. Ni kama hao watu wamesaulika na hii serikali ya Kenya Kwanza. Wamesaulika kabisa. Mama tu alikutwa akitengeneza chapati kidogo ya kuuza, anapigwa risasi kwa kichwa. Let us pray for this country.